Mchezo wa kwanza wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kwa kocha Steven Becker tangu aweze kukabidhiwa timu akichukua kutoka kwa aliyekuwa kocha wa timu hiyo ya Simba Dimitri Pantev. Mchezo ambao uliweza kuzikutanisha timu mbili, timu ya Simba pamoja na timu ya Mtibwa Sugar, uliweza kufanyika kwa dimba la General Isamuhyo. Umeweza kutamatika kwa matokeo ya sare ya kufungana chuma 1-1. Kwa upande wangu naona kama jahazi la klabu ya Simba linaelekea kuzama na mashua yanashuka kwenye jahazi hilo. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu ukiangalia namna ambavyo klabu ya Simba walianza katika kipindi cha kwanza, unaweza kusema yes, kocha Steven Becker kuna kitu ameweza kukiongeza ndani ya klabu ya Simba, namna ambavyo building hapo inafanyika kuanzia chini mpaka eneo la mwisho. Lakini ukiangalia namna ambavyo goli lilivyoweza kufungwa, goli la mchezaji Elie Mpanzu, bila shaka yale ni mambo kutokea mazoezini, ndio goli Elie Mpanzu ameweza kulifunga dakika 19 kwa upande wa klabu ya Simba. Lakini kwenye kipindi cha pili cha mchezo naweza kusema klabu ya Simba waliweza kupotea kwa kiasi kikubwa, kwa maana ya kwamba Mtibwa Sugar alionekana kutawala mchezo kwa kiasi chao licha ya klabu ya Simba kuumiliki mchezo. Mtibwa Sugar alionekana kucheza kubloku nafasi zote ambazo klabu ya Simba wangeweza kuzitumia kupata nafasi, lakini pia umahiri wao wa kutumia mipira ya counter kuelekea lango la Simba naweza kusema imewasaidia kwa kiasi kikubwa kwa kuwezesha mpaka kupelekea kupata bao la kusawazisha kupitia mchezaji Mgata Chazi kwenye dakika ya 60 ya mchezo. Kwa namna hii na mwenendo huu wa klabu ya Simba kuelekea michuano ya klabu bingwa barani Afrika, kama ninavyofahamu klabu ya Simba mara baada ya mchezo huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara watakwenda kucheza dhidi ya timu ya Esperance de Tunis wakiwa ugenini pale nchini Tunisia kwenye tarehe kama 23 kama sio 24 siku za hapo kati. Klabu ya Simba watacheza mchezo huo, lakini pia watakuja kucheza tena mchezo wa marudiano dhidi ya timu hiyo ya Esperance de Tunis katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa kwa kiwango hiki ambacho klabu ya Simba wameweza kukionyesha dhidi ya timu ya Mtibwa Sugar, ambapo Mtibwa Sugar aliweza kuingia kama timu ya pili kwenye mchezo huu, bila shaka kuna mengi ya kujifunza ama kuna mengi yanahitajika yaweze kufanyika eneo la mazoezi. Mtibwa Sugar ilikuwa tu ni kipimo kidogo kwa klabu ya Simba kwenye kungamua ni kitu gani wanaenda kukionyesha kwenye mchezo dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Kwa namna ambavyo timu ya Simba waliweza kucheza dhidi ya Mtibwa Sugar, bila shaka kuna mengi ya kuongeza ndani ya kikosi cha klabu ya Simba, hususani eneo la juu kabisa la ushambuliaji. Simba kwenye kipindi cha pili walionekana kuwa na tension ya chini kabisa, ama morali imeweza kushuka kwa kiasi kikubwa. Simba imeshindwa kabisa kutengeneza nafasi nyingi na kuweza kuwasaidia kupata angalau bao la pili na kuiua mechi kabisa. Wangeshinda bao la pili, ningeweza kusema ya kwamba wangewakatisha tamaa Mtibwa Sugar ambao walirejea kipindi cha pili kwa lengo la kutafuta angalau sare, lakini mbinu za Mtibwa Sugar ziliweza kufanyikiwa. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba wameweza kudondosha alama mbili dhidi ya Mtibwa Sugar. Sasa kwa ratiba jinsi ilivyo, mara baada ya mchezo huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kuweza kutamatika kati ya Simba dhidi ya timu ya Mtibwa Sugar kwa chuma 1-1 ya sare, Simba atakwenda kucheza takribani michezo 4 back to back, kwa maana ya kwamba atacheza mchezo wake ugenini wa kwanza klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Esperance de Tunis. Baada ya hapo atarejea tena akiwa nyumbani kucheza dhidi ya Esperance de Tunis ikiwa mchezo wa marudiano. Baada ya hapo klabu ya Simba atakuja kucheza tena dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Simba hapa atakuwa ugenini, lakini baada ya hapo ataenda kucheza tena kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Petro di Rwanda, ambapo mchezo wa kwanza walipokutana miamba hawa kwenye dimba la Benjamin Mkapa kama sijakosea, Simba aliweza kupoteza dhidi ya Petro di Rwanda. Sasa hizi ni mechi ambazo Simba chini ya kocha Steven Becker inabidi aweze kuongeza vitu vingi, kuanzia eneo la mlinda mlango, eneo la mabeki, eneo la viungo, lakini pia bila kulisahau eneo na mwisho eneo muhimu zaidi ndani ya kikosi cha klabu ya Simba, ili angalau kuweza kupata chochote kitu kwenye mechi hizi hapa. Maana yake mechi zote hizi mnyama anahitajika aweze kupata alama, mechi 3 za michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia mechi moja ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwa hiyo hapa mnyama inabidi aweze kuongeza kitu kweli, la sivyo tunaweza kuishuhudia Simba ikipotea mazimba kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia zile ndoto za kugombania ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara na wanaweza kutoka mdogo. Ni yapi maoni yako mwana mchezo wangu kuhusiana hichi ambacho nimeweza kusogezea sasa hivi juu ya kiwango ambacho klabu ya Simba ameweza kukionyesha dhidi ya timu ya Mtibwa Sugar kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau
usisahau mwana mchezo wangu kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kutufollow kwa kubonyeza maneno mekundu hapo yaliyoandikwa subscribe. Utaweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kwa michezo ambayo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV.